Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aqulu min ba'di iftitahil qawli bihamdi dhi at-tawli shadidil hawli. Wa ba'dahu fa afdalus salam على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama ni wajib kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na neema zake ambazo tunaendelea kuzitumia. Ayuhal ikhwa fillah, ndugu zangu katika imani, hivi sasa tayari tumeshaingia katika mwezi wa Dhulhijja. Ni miongoni mwa miezi ile ambayo ni mitukufu, basi mmojawapo ni huu mwezi wa Dhulhijja. Lakini tunaambiwa kuwa ayyamul ashr ayyamul ma'lumat wa ayyamut tashriqi ayyamul ma'dudat. Ulama al-umma anatuambia kuwa ayyamul ashr ayyamul ma'lumat, kuwa masiku 10 haya, siku 10 za mwezi, siku 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, ayyamul ma'lumat, ni siku maalum, zimepewa umaalumu wa kipekee katika masala mbalimbali ya kiibadati. Lakini pia ipo riwaya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa katika masiku bora ambayo ya kufanya ibada basi ni masiku haya 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Hii haimaanishi kuwa siku zingine zinakuwa sio bora, siku zingine zinakuwa sio hazina malipo au hazina fadhila kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasha wakalla, isipokuwa tu kwamba ukitoa yale masiku 10 katika mwezi wa Ramadhan, 10 la kwanza, 10 la pili, 10 la tatu, basi masiku 10 mengine ambayo ndani yake yanakuwa na fadhila kubwa endapo tu kuwa mtu atajishikamanisha na khairati, basi ni masiku haya 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Ayyamul ashri ayyamul ma'lumat wa ayyamut tashriqi ayyamul ma'dudat, kuwa siku 10 za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja ni ayyamul ma'lumat, ni siku maalum. Wa ayyamu tashriqi ayyamul ma'dudat, na ama siku 3 zile ambazo wahia lati yati baada an-nahr, yani hizo siku za at-tashriq ni zenyewe zinafata baada ya siku ya kuchinja, siku ya Eid al-Udhiya. Basi mwezi 11, 12, 13 zile kwa ujumla zinaitwa ni ayyamu at-tashriq, siku zenye ayyamu tashriqi. Ni siku ambazo pia kwa yule ambaye asibahatika kuchinja siku ya Eid yenyewe Udhiya, basi atachinja siku ya pili, siku ya tatu yake, ndio ayyamu tashriqi. Zimepewa jina ni ayyamul ma'dudati, kwamba ni siku zenye idadi maalum. Kwa hiyo msemo huu unasema ayyamul ashri ayyamul ma'lumat wa ayyamut tashriq ayyamul ma'dudat. Masiku haya ni wajibu, ni lazima tujitahidi sana kuweza kuyafanyia khairati, katika kufanya jitihada mbalimbali za khairi, kufunga masiku haya kuweza kufanya fadhaili mbalimbali ambazo tutakuwa tunajiongezea katika fadhila zetu ambazo kila siku huwa tunazifanya. Na watu wote wasiochoka na khairi ni wajibu wao kuhangaika muda wote, siku zote,
kuweza kuzitafuta kheri hizo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema siku moja kuwa atakayekuwa, anasema kuwa idha raaitum hilala dhilhijja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, kwamba mtakapouona mwezi mwandamo wa Dhulhijja na miongoni mwenu akawa amekusudia kuwa ni mwenye kufanya udhiya, kuchinja, basi kuna vitu ambavyo anatakiwa aweze kujizuia navyo. Lakini vitu hivi vya kujizuia navyo ni katika sunna tu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kujizuia na kutokuondoa nywele, kutokuondoa kucha. Basi hii ni katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ipo riwaya nyingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa kufanya ibada katika hili 10 la mwezi wa 10 hili katika mwezi huu wa Dhulhijja, basi kuna fadhila kubwa sana ambavyo inashinda amali nyingi tu. Yuko mmoja kati ya maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akauliza, wala aljihadi fi sabilillah? Mtume akajibu ndio, yani kufanya ibada, kufunga katika masiku haya kuna fadhila kubwa, kuna mshinda hata mpiganaji jihadi aliyekwenda kupigana jihadi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lakini baadaye Mtume akaja akavua akasema, illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye aliyetoka akiwa ametoa mali zake, ametoa na nafsi yake, alafu alipokwenda huko hajarejea, yani hajarudi mali wala yeye mwenyewe hajarudi, basi mtu huyu ndiye atakuwa na fadhila kubwa. Kwa hiyo ikiwa kama uko na uzima, yani uko na afya, uko bukhari wa afya, basi ayyamul ashr, ayyamul maalumat, masiku haya ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja yafanyie kazi. Tuwe ni miongoni mwa watu tusiochoka na khairi kama maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao walikuwa tu wakisubiri, wakiambiwa kwamba jambo hili lina fadhila 1, 2, 3, wanalipa kipaumbele katika utendaji. Leo hii katika ulimwengu tunaoishi tuna makandokando mbalimbali. Ulimwengu wenyewe tulikuwa nao pia ni vishawishi, una vishawishi wa mambo kadhaa wa kadhaa ya maasi. Kwa hiyo lazima tuikandamize nafsi zetu katika kuyafanya ya khairi, lakini tujitahidi pia kuweka azma, kutia nia, ili mradi kuweza kutekeleza